Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Karibuni transmissão sana kwenye do utangazaji Instituto Vida mwingine para Todos. wa taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu, waraka kwa Wagalatia, injili pekee, injili ya Kristo, ujumbe wa 17. Ubadilishaji kwa uongozi wa Yerusalemu kwa kushinikizwa na Wayahudi. Haya ujumbe wa ziada kutoka kwa waraka wa Galatia yalitokana na mistari ambayo ilileta mwangaza kwetu zaidi ili tuweze kuelewa yale yalifanyika kutoka mwanzo katika historia ya kanisa. Katika mstari huo wa 6, Paulo alipomaliza waraka wake kwa Wagalatia, katika mstari wa 12 alisema, wale wote wanaotaka kujivunia mwili, hao wanawashurutieni ninyi kwa tohara, ili wasiwe wanaoteswa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Ndugu, hii ilichochea mwanga kubwa. Mstari huu unaonekana kuwa hauna thamani kubwa, lakini hapa inaonyesha historia yote ilivyobadilika pale kulipokuwa na huu wasiwasi wa kupunguza mateso kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Kwa hivyo sababu ya Wayahudi waamini wa kanisa la Yerusalemu kurudi kwenye tohara na matendo ya sheria ilikuwa hasa kwa sababu ya mateso yaliyokuwa yakiwakabidhi. Mateso makubwa kutoka kwa Wayahudi na viongozi wa taifa la Israeli. Kwa hivyo mstari huu unaweka wazi na kisha unaendelea kusema, maana hata wale wanaojitahiri hawashiki sheria. Kwa hiyo sababu kuu sio bidii ya kushika sheria. Sababu kuu ilikuwa ni kukimbia mateso kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Wanataka ninyi mjitahiri ili wajivunie mwilini mwao, lakini mimi nisijivunie ila katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo ulimwengu umekufa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Ndugu, msalaba unafafanua mabadiliko makubwa ya nyakati hizi mbili. Mabadiliko kutoka kwenye nyakati za sheria hadi nyakati za imani. Nyakati za imani zinahusiana na Roho Mtakatifu na tendo la Roho Mtakatifu na neno la Mungu ambalo ni Kristo. Kwa hivyo ndugu, mabadiliko yamekuwa kamili wakati Paulo mwenyewe katika sura ya 5 ya Wagalatia mstari wa 11 anasema, mimi ndugu, kama bado nahubiri tohara, kwa nini bado ninaendelea kuteswa? Basi kashfa ya msalaba imekwisha. Ndugu, kama Paulo angehitaji kupunguza mateso na majonzi katika utume wake, angeweza kurudi kuhubiri tohara na mateso yake yote yangepungua. Alisema hivyo katika waraka wa pili wa Korintho. Nilisema hayo katika mahojiano yetu.
sura ya 11 mstari wa 22. Wale waliomtesa Paulo walikuwa Wayahudi waamini. Katika Wakorintho 11:22, wale waliomtesa Paulo walikuwa Wayahudi waamini. Wale walikuwa wale wafuasi wa sheria ambao walikuwa wanatesa. Wale waliomtesa Paulo walikuwa Wayahudi waamini, walikuwa wale wafuasi wa sheria. Ndio maana anasema hapa, ni Waibrania mimi pia, ni Waisraeli mimi pia, ni ukoo wa Ibrahimu mimi pia, ni watumishi wa Kristo. Ninaongea kama mwenye wazimu, mimi zaidi, kwa kazi nyingi zaidi, kwa mateso mengi zaidi, kwa gereza nyingi zaidi. Ndugu, hizi gereza na viboko zilikuwa hasa kutoka kwa Wayahudi. Mara 5 walipokea kutoka kwa Wayahudi adhabu ya mikuki mara 5, kila mara 40 chini ya moja. Alipokea kutoka kwa Wayahudi, sio waliofuata desturi za Wayahudi, bali Wayahudi kweli. Mara 3 alipigwa kwa vimiti, na mara 1 alipigwa kwa mawe. Mara 3 nilizama katika bahari, na usiku mmoja na usiku nzima nilibaki kwenye gharika ya maji. Safari nyingi nilifanya katika hatari za mito, hatari za wezi, hatari kutoka kwa watu wenzangu, hatari kati ya wa mataifa, hatari mjini, hatari jangwani, hatari baharini, hatari kati ya ndugu wa uongo, kwa kazi na uchovu, kwa kushindwa kulala mara nyingi, kwa njaa na kiu, kwa kufunga mara nyingi, kwa baridi na uchi. Mwenye kudhibiti sauti, kuna kidogo ya kelele, tafadhali punguza sauti. Mbali na mambo ya nje, kila kinanilazimu kila siku ni wasiwasi kwa ajili ya makanisa yote. Nani anayedhoofika nami nisidhoofike? Nani anayepatwa na mashaka mimi nisiwewe na moto? Wandugu, ni nini mapenzi ya Mungu? Kama nilivyosema jana, mapenzi ya Mungu yamo katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 9 na 10. Siri ya mapenzi yake kwa upendele wake aliopanga kwa Kristo, ya kuleta vitu vyote vya mbinguni na vya duniani kuwa chini yake. Kwa hivyo Mungu anataka kumweka Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote vya mbinguni na vya duniani, na kwa ajili hiyo anahitaji kumweka kanisa lake kuwa kichwa. Na ili hilo litimie, kinatakiwa kuwa kama ilivyoandikwa katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 24. Akavipa vitu vyote chini ya miguu yake, akamfanya kuwa kichwa juu ya yote kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ukamilifu wake, ambaye ajaze yote katika yote. Basi ndugu, hapa inaonekana wazi kuwa Mungu ana mapenzi. Na katika mstari wa 22, akamvipa vyote chini ya miguu yake, akamfanya kuwa kichwa juu ya yote kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ukamilifu wake, ambaye ajaza vyote katika yote. Basi ndugu, hapa inaonekana wazi kuwa Mungu ana mapenzi, na hayo mapenzi ni hamu ya moyo wake na yanahitaji kutekelezwa. Nini mapenzi yake?
ni kumfanya Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote, na kwa ajili hayo inahitaji kuleta kanisa lake, kwa uzima wa Mungu kupitia kifo na ufufuo wa Kristo na kuwa mwili wake. Kwa hivyo kanisa ambalo ni mwili wake, ili Kristo aweze kuwa kichwa juu ya vitu vyote. Hivyo ndivyo ndio Mungu anavyotaka kufanya. Kama tulivyosema jana, Mungu alimfufua mtu mmoja katika kizazi cha waabudu sanamu, ambapo hakuna aliyejali mapenzi ya Mungu. Wote walitafuta manufaa yao wenyewe kwa faida yao binafsi. Lakini twashukuru Mungu kwa sababu kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni Abrahamu, aliyemtafuta Mungu wa kweli, na mwishowe Mungu wa kweli alijifichua kwake, akamtokea kama Mungu wa utukufu. Siku alipompata Mungu huyo wa kweli, ambaye Abrahamu ambaye alikuwa anamtafuta Mungu wa kweli, wakati alimpata Mungu wa kweli, kama nilivyosema na kurudia, alimpata Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na akapata maisha yake kwa Mungu. Hakuwa anafuata mambo yake mwenyewe, hakujali tena kuhusu hitaji lake la kibinafsi, kwa sababu alijua kuwa Mungu wa utukufu aliyemwangalia, kila kitu anachokihitaji angekipata. Basi ndugu, tunapaswa kuwa na mtazamo huo. Abrahamu alifanywa tajiri, lakini Abrahamu hakuweka moyo wake kwenye mali. Hata kinyume na Loti. Loti aliangalia mtazamo tofauti, aliyeweka moyo wake kwenye mali. Matokeo yake yalikuwa kwenda Sodoma na kupoteza karibu familia yake yote. Ni hadithi ya kusikitisha. Abrahamu hakujali mali yake duniani. Kwa kweli, katika kitabu cha Waibrania sura ya 11 unaona kuwa aliondoka dunia hii bila kuwa na sehemu yoyote ya ardhi, kwa sababu Mungu, alitarajia taifa la mbinguni. Hakujali kutafuta mali au ardhi hapa duniani. Ndugu, sisi pia tunapaswa kuwa na moyo kama huo. Na mwishowe, kupitia Abrahamu, Mungu aliweza kuinua taifa, na kutoka kwa taifa hilo, kama nilivyosema jana, Mungu alitaka kufanya katikati ya kizazi cha waabudu sanamu taifa ambalo lingekuwa mali yake pekee, taifa ambalo lingekuwa ufalme wa makuhani, taifa takatifu, wangekuwa watu wake, lakini wangefuata maagizo yake kwa karibu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yangetimizwa. Lakini kama tulivyoona katika historia ya Waisraeli, mwishowe, kwa sababu ya wale waliopokea mamlaka katika kila kipindi, waliukataa usemi wa Mungu. Kama Mungu alivyomfufua Musa kutoa mwelekeo kwa watu na kusema maneno ya uzima wa Mungu, walikuwa waasi, hawakutaka kusikiza. Vivyo hivyo manabii wengine wote waliotolewa, waliwakimbiza, na mwishowe wakamuua Yesu, nabii aliyetumwa na Mungu duniani. Kwa hivyo ndugu, kwa bahati mbaya watu wa Israeli hawakutimiza wajibu wao. Mwishowe wakati ulifika, Kristo alikuja, aliteswa na kufa
Kifo na ufufuo wa Kristo viliweka mwanzo wa ajabu, uzalishaji uzaliwaji wa kanisa. Kanisa alipozaliwa, ndugu, Mungu alisema, sasa naweza kutimiza kusudi langu, mapenzi yangu, ambao ni kumfanya Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote. Mnamuelewa? Lakini shetani daima anataka kufutilia mbali msalaba wa Kristo. Kama angeweza kufutilia mbali msalaba wa Kristo, basi ndugu, usingekuwa na kanisa. Bila msalaba wa Kristo hakuna uzalishaji wa kanisa. Bila msalaba wa Kristo hakuna msamaha wa dhambi. Bila msalaba wa Kristo, binadamu wa zamani angeendelea kuwa hai na usingekuwa na uumbaji mpya. Basi asante kwa Mungu, ndugu, leo tuna kifo na ufufuo wa Kristo, na kupitia kazi hiyo ya Kristo tumezaliwa, ama kanisa limezaliwa katika yeye. Kwa hivyo wale wanaomfuata desturi za Wayahudi walitaka kufutilia mbali msalaba wa Kristo. Ingekuwa ikifutiliwa mbali kazi yote ya Mungu. Basi ndugu, turejee kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume ili tujaribu kugundua kanisa lilipoanzia kwa njia safi na jinsi kanisa lilivyokuwa mwanzoni lilipozaliwa, bila kubeba mambo yoyote ya desturi za sheria. Mtume Petro pamoja na mitume wengine 11 alikuwa mwaminifu sana kuhubiri kifo cha Kristo na ufufuo wake. Alikuwa hodari kusema kwa viongozi wa Wayahudi kuwa walikuwa na hatia kwa kumuua Kristo. Yote hayo, ndugu, yalikuwa mwanzo wenye nguvu wa maisha ya kanisa. Kama nilivyosema jana, tuarudie kwa Kiswahili kwa kugawa kwenye aya za kawaida. Aya, tuende katika Matendo ya Mitume, ambapo nilisema jana kwamba kazi ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kutoa nguvu kuzaliwa kanisa na kumpa kanisa uwezo wa kutekeleza kazi ya Mungu. Kwa hivyo, kuanzia msalaba wa Kristo na ufufuo wake, kuanza wakati wa imani kwa wale wanaomwamini Yesu, tangu wakati huo kuna utendakazi mkubwa wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa na kupitia kanisa. Kwa hivyo ni muhimu kusoma mstari huu wa Matendo 1:5, kwa maana Yohana hakubatiza kwa maji, bali mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu siku chache zijazo. Na kusudi la Mungu kwa kubatiza kanisa kwa Roho Mtakatifu ni nini? Kwanza ni kuzaliwa kwa kanisa, na la pili ni kumpa kanisa uwezo wa kuzidisha na kupanuka, kuleta uhai kwa kila mahali duniani. Kwa hivyo mstari wa 8 unasema, lakini mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu, na mtakuwa mashahidi wangu huko Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Kusudi la Mungu halikuwa kufungwa ndani ya Yerusalemu tu, wala kufungwa ndani ya Uyahudi au kupanuka hadi Samaria, bali Mungu alikuwa na wazo kwamba kanisa lingekuwa kama washahidi wake
wale wanaoishi uhai wa kanisa na lingeenea kwa dunia yote. Kwa hivyo, ndugu, kanisa halikuwa limejazwa na Wayahudi tu walioamini Bwana, bali lilipaswa kujumuisha wale wote wa mataifa yaliyotangulia ambao wangemwamini Bwana kuanzia siku hiyo. Kwa hivyo kulikuwa na tukio kubwa la siku ya Pentekoste ambapo Roho Mtakatifu alimwagwa na kugawanywa kwa namna ya lugha juu ya kila mmoja wa wale 120 ambao hawange kuwa na uoga na kungojea wakati huo. Ndugu, wale 120 wote walipoteza hofu yao, wakawa jasiri, wakaanza kuhubiri Injili. Kila mmoja wao alianza kuhubiri kwa lugha nyingine, kwa sababu Yerusalemu ilikuwa imejaa Wayahudi wengi kutoka nchi za kigeni wakiwa na lugha tofauti. Ndugu, hilo lilikuwa wakati wa furaha kubwa, wakati ulioweka alama ya Yerusalemu yote. Tukio kubwa sana ya Yerusalemu, hadi Petro aliazimia kusimama na kusema maneno haya. Nitataja baadhi ya mistari iliyotaja awali kuonyesha kwenu, ndugu. Petro hakukuwa ameleta mambo yoyote ya utawala wa sheria. Hakuna wakati alipotaja tohara, wala hakusema kuhusu kuendelea kufuata sheria ya Musa. Kwa hivyo, ndugu, nataka niwaonyeshe kile Pedro alikuwa akihubiri. Alilenga wapi? Hii ndio nilitaka kuwaonyesha katika sura ya 2 fungu la 22. Wana wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyeidhinishwa na Mungu mbele yenu kwa miujiza, maajabu na ishara ambazo Mungu mwenyewe alifanya kwa njia yake, kama mlivyojua wenyewe. Mtu huyu, kwa mpango na ujuzi wa Mungu, aliyekabidhiwa ninyi, mkamuua kwa kumsulubisha kwa mikono ya watu waovu. Yaani wao hawakutaka kuchafua mikono yao kwa damu, bali walitumia dola la Roma kumuua. Waliomba Pilato amuue, na kwa mikono ya askari wa Roma ndipo alipouawa. Lakini Mungu alimfufua, akamvunja minyororo ya kifo, kwa kuwa haikuwezekana kumshikilia. Ndugu, kifo na ufufuo wa Kristo ndio mada kuu ya mahubiri ya Petro, kwa sababu kuanzia kifo na ufufuo wa Kristo kila kitu kimelibadilika. Utawala ulibadilika, sio tena utawala wa sheria. Kuanzia wakati huo ulikuwa utawala wa imani. Yeyote aliyeamini kwa jina la Yesu angekuwa sehemu ya utawala huu na angeushiriki uwezo wa Roho Mtakatifu ili kuishi katika utawala huu mpya wa neema. Hapa katika fungu la 29 Petro, ambapo nilisoma, Petro anasema, ndugu, niruhusuni kuwaambia waziwazi kuhusu Daudi, mzee wa taifa, kwamba alikufa na kuzikwa, na kaburi lake liko miongoni mwetu hata leo. Kwa kuwa alikuwa nabii. Daudi alikuwa nabii, mnajua kwamba Mungu aliapa kwamba miongoni mwa uzao wake
mtu angeketi kwenye kiti chake cha enzi. Ndugu, lengo la mabadiliko ya utawala huu ni nini? Ni kumweka Kristo katika kiti cha enzi. Siri ya mapenzi ya Mungu ni kumfanya Kristo kichwa juu ya vitu vyote. Kristo alipaswa kukaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Hii ndiyo kusudi na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Daudi alitabiri ufufuo wa Kristo. Hakuachwa katika kufa, wala mwili wake haukuona kuoza. Kristo alipaswa kufa na kufufuka ili aweze kutawala kama mfalme. Mungu alimfufua Yesu, na sisi sote tuko mashahidi wa jambo hili. Alimuinua na kumweka mkono wa kiume, akimpa ahadi ya Roho Mtakatifu ambaye alimwaga kile mnachokiona na kusikia siku ya Pentekoste. Hali hii ilikuwa ya kipekee. Roho Mtakatifu alimwagwa ili Kristo aweze kutawala. Lengo la yote haya ni kumfanya Kristo kuwa mfalme na kichwa wa kanisa. Kwa hivyo fungu la 34 linasema kwa nini Daudi hakupaa mbinguni, lakini yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti katika mkono wangu wa kulia mpaka niweke maadui wako chini ya miguu yako. Hii lazima iwe hakika kabisa kwa nyumba yote ya Israeli kwamba Yesu huyu mliyemsulubisha, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Ndugu, mabadiliko ya usimamizi ni mwanzo mwingine. Sasa ndugu, tuna matumaini ya Mungu kufikia lengo lake, yaani kumtukuza Kristo, kumfanya Kristo kuwa kichwa juu ya mambo yote. Lakini nani angeweza kufanya kazi hii? Ni kwa nguvu tu ya Roho Mtakatifu. Na sasa Roho Mtakatifu afanyaje kazi? Sasa kumetokea kipengele kingine. Kumetokea kanisa. Hawakuwa na kanisa, lakini sasa kumetokea kanisa. Amina. Basi sasa Roho Mtakatifu afanyaje kazi? Kwa njia ya kanisa, kwa njia ya neno. Amina. Ndugu, ndio maana nilisema jana, nitarudia hapa katika Matendo ya Mitume 2, walidumu katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, katika kuvunja mkate na katika maombi. Ndio kurudia ndugu, wakati Roho Mtakatifu amemwagika, wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi, Mungu hutoa Roho wake Mtakatifu. Siku ya Pentekoste wote 120 walijazwa na Roho Mtakatifu. Kila mmoja wao, ndugu, alikuwa na nguvu ya kipekee. Walizungumza kwa lugha nyingine. Hawakujua Kiingereza lakini walikizungumza. Kiingereza lakini walikizungumza. Hawakujua Kifaransa lakini walikizungumza Kifaransa. Hii ndiyo nguvu ya Roho, anaweza kufanya chochote anachotaka. Wote walistaabishwa, wote walishtuka. Nini kilichotokea ndugu? Hii ndiyo nguvu ya Roho kwa njia ya kanisa. Lakini ndugu, kanisa aliishi kwa matukio makubwa hayo ya kila siku. Zamani tulizungumza kuhusu vijana katika mikutano ya vijana. Kwa hakika si wote, lakini kuna idadi nzuri ya vijana wanaoshutu kwa matukio ya mikutano. Katika mikutano wa vijana, wote wanainuliwa juu, wamejaa mzigo wa neno, wamejaa Roho. Kisha Jumatatu kuanza kushuka na kushuka, kunaendelea hadi mkutano mwingine.
na wakati wa mkutano mwingine unapofika, tunapaswa kuwafufua wafu. Kila mtu alikuwa amekufa, na kwa hiyo tunahitaji tukio lingine kuwainua tena kwa nguvu. Ndugu, hatuwezi kuisha maisha ya kanisa kwa matukio tu. Tunahitaji kudumu. Asante Mungu, leo Mungu ametupa zana za kudumisha maisha ya kanisa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Njia ya kudumu ni gani? Kudumu kuna maanisha udhabiti. Kitu cha kila kudumu kuna maanisha nini? Udhabiti, kitu cha kila si vya vilio na matukio tu. Basi tunawezaje kudumisha hali ya siku ya Pentekoste kila siku? Nitairudia, kila siku. Tunawezaje kufanya hali hii ya ajabu iwe sehemu ya maisha yetu kila siku? Kudumu katika neno la mitume. Tunaweza fanya mambo haya ya ajabu kila siku. Tunaweza fanya aje mambo haya ya kurudia kila siku, ya kuwe kitu ya kudumu? Tunawezaje kufanya hali hii ya ajabu iwe sehemu ya maisha yetu kila siku? Ni kudumu katika neno la mitume, ni kushirikiana, kushirikiana ni nini? Ni kutafakari, kuzama kwa undani katika neno lililosemwa na mitume. Kwa hivyo ndugu, haya yalifanyika lini? Katika mwaka wa 2022, katika mwanzo wa mwaka, Amiri alienda katika GPC ya Lorena, na hapo aligundua kuwa kulikuwa na mwanzo wa kile ambacho kingekuwa uzamishaji wa leo. Wale ndugu walifanya mazoezi, kila mmoja alijaribu kutafsiri hisia za ujumbe kwa kutumia michoro. Hii ilikuwa mwanzo. Kisha PAC iliboresha hii mzigo na kuibadilisha kuwa uzamishaji. Bwana akatupa uzamishaji. Amina. Tukaanza kuwa na uzamishaji mwishoni mwa mwaka wa 22 na mwaka wa 23. Tukaanza kuwa na timu inayofanya kazi kutupatia foleni ya uzamishaji. Uzamishaji umetusaidia sana ndugu. Kuanzia hapo tukaanza kuona uwezekano wa kudumu katika neno la mitume kwa njia ya ushirika na uzamishaji. Kutoka kwa uzamishaji zilitokea vile vituko vya vita. Bwana hutupa uzoefu, kisha anatuonyesha kwamba tayari kuna udhibitisho katika maandiko. Bwana alituonyesha uzamishaji, kisha alituonyesha katika Kumbukumbu la Torati 6 kwamba Mungu alitaka Waisraeli wazame katika neno kwa kurudia mara kwa mara. Hii ndio uzamishaji. Vile vituko vya vita vya kwanza vilikuwa vya utoto, lakini vilituamsha moyo. Yule anayepambana mitaani anajua dhamani ya kishindo cha vita. Kwa hiyo PAC alianza kuunda vituko kama za
walianza baba, mama, ninafanya nini hapa? Mkoba wangu upo wazi na kadhalika. Lakini leo asante Mungu, Bwana ametuboresha. Bwana ametuboresha hivi vishindo vya vita, kwamba sasa vimejaa maudhui ya neno la kila wiki, na vinatusaidia kufanya uzamishaji bora zaidi. Tuna karatasi ya uzamishaji, tuna vishindo vya vita, vinatusaidia kuzama neno moyo. Amina. Bwana pia ametupa vijana wa kiwango cha juu kwa upendo wa heshima kwa neno. Hii imebadilisha kila kitu ndugu. Hii inatupa uwezekano wa kuishi maisha ya roho kwa kiwango cha juu. Unatumia uzamishaji? Unafurahia uwezo wa uzamishaji kupitia vishindo vya vita? Unafanya kama vijana, wanaweka maelezo, wamekaa hapa na daftari mikononi. Sijui wanaandika nini, lakini wanaandika kitu. Baadaye wanasikiliza ujumbe, wanaandika, na wengi hata wanasikiliza ujumbe wakilala. Amira hachukui dawa za kulala tena. Anaweka kipaza sauti, ujumbe unaanza, na yeye analala. Alafu anaamka na Mungu. Anaamka kwa mshangao. Analala na Mungu na anaamka na Mungu. Anaamka akiwa ameshangaa. Ndugu, msifikirie kuwa mko juu ya mazoezi haya. Kama hamtafanya, hamwezi kudumisha maisha yenu katika roho kwa udhabiti. Hebu tudumishe udhabiti. Amina. Turuhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi katika maisha yetu kila siku kupitia neno. Hii ndio kudumu. Halafu mambo mengine yanaanza kutokea. Sina muda wa kueleza tena Matendo ya Mitume 2:42. Kwa hivyo nitaruka kwa sura ya 4:32 ambayo ilikuwa somo la asubuhi. Watu wengi waliamini, walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Hakuna aliyejiona kuwa vitu alivyo navyo ni vyake peke yake, bali kila mtu walichukua nacho, walikitawaliwa kwa pamoja. Basi matokeo ya kuzama katika neno, ya kudumu katika neno la mitume, matokeo ya ushirika katika neno hilo ambalo Bwana ametupa, ndugu, matokeo yake ni nini? Ni kuzalisha moyo mmoja na roho moja. Ndugu, huu ndio athari ya chumba cha mwanga. Mungu anazalisha kutoka kwetu sote fotoni hizi zilizo ndani ya chumba cha nishati. Na sasa nitaita chumba cha mwanga. Anatuweka sisi sote katika mzunguko mmoja na wimbi moja. Hii ni katika awamu moja. Najua kwamba maambukizo kufanywa kwa mawimbi, maambukizo ya fotoni. Mwanga ni wimbi, unaenezwa kwa wimbi la umeme, na kila wimbi lina mzunguko wake. Kuna kupanda na kushuka. Mzunguko kamili ni kupanda na kushuka. Na sisi sote tunahitaji kuwa katika urefu wa wimbi moja ili tuweze kuwa na mwambatano. Kama tutakuwa na urefu tofauti wa mawimbi, haitawezekana kuwa na mwambatano.
Maambatano ni nini? Ni kuwa katika awamu moja. Ni muhimu. Na ni nani anayetuunganisha? Nani anayetupa mzunguko mmoja, ndugu? Ni neno, kwa sababu chanzo cha neno ni kimoja. Chanzo si walimu wengi, chanzo ni Mungu. Kila kitu Yesu alichofanya, alisema katika Matendo 17 kwamba wanafunzi wake walielewa kwamba kila kitu alichofanya kilitoka kwa Baba, hakikuwa kutoka kwake. Basi ndugu, ikiwa chanzo ni kimoja ambacho ni Mungu, basi kinaweza tu kuzalisha urefu wa wimbi moja, unaweza tu kuzalisha mzunguko mmoja. Kwa hivyo sisi sote tuko katika mzunguko mmoja. Kila urefu wa wimbi unawakilisha rangi. Unajua hilo? Rangi nyekundu ina urefu fulani wa wimbi. Rangi ya kijani au buluu ina urefu mwingine. Basi rangi yetu ni ipi? Rangi yetu ni rangi ya Mungu. Amen. Ni rangi ya Mungu kwa sababu chanzo ni Mungu. Chanzo cha neno ni Mungu. Kwa hivyo tunazalishwa tena na neno la Mungu. Neno la Mungu likitengeneza ndani yetu mzunguko sawa na wa Mungu. Lakini hata hivyo, mzunguko mmoja hautatua tatizo. Mzunguko mmoja hautatatua tatizo. Tunaweza kuwa na mzunguko mmoja lakini tusiwe katika awamu moja. Ikiwa hatuko katika awamu moja, wakati wimbi langu linapanda na lako linashuka, basi wimbi lako litafuta wimbi langu. Mnaelewa? Kwa hivyo Mungu anatuhitaji kuweka katika mzunguko mmoja. Ndio maana ndugu, chumba hiki cha mwanga kinatufanya kuwa na mzunguko mmoja. Kwa kudumu katika neno, kwa ushirika wa neno, Mungu anatuweka katika mzunguko mmoja. Tunao mzunguko mmoja, tunao mwelekeo mmoja, tunao lengo moja. Hatuna mielekeo tofauti. Tunaweza kufika sehemu ndogo na kugonga lengo kwa usahihi. Kwa nini? Kwa sababu sisi sote tumeelekezwa kwenye lengo moja. Umoja wa kanisa ni muhimu sana kwa Mungu kutimiza kazi yake. Kwa hivyo ndugu, katika idadi ya wale waliokuwa wameamini, kulikuwa na moyo mmoja na roho moja. Hakuna aliyejiona kuwa chochote alichonacho ni chake peke yake, bali kila kitu walichokuwa nacho kilitawaliwa kwa pamoja. Mitume walitoa ushuhuda wa ufufuo wa Bwana Yesu kwa nguvu kubwa, na neema nyingi ilikuwa juu yao wote. Basi ndugu, inaonekana kwamba Uyahudi ulikuwa ukurasa uliopitwa. Mwanzo huu mzuri wa kanisa huko Yerusalemu, hukuona Petro wala mitume wakizungumza juu ya mambo ya Uyahudi. Hakuna. Kila kitu kilikuwa kipya. Walianza kuhubiri kuhusu kifo na ufufuo wa Kristo, na Roho Mtakatifu alikuwa na uhuru wa kufanya kazi, na mambo yalikwenda mbele. Walikuwa na umoja, walikuwa na makubaliano, na hawakuwa na mambo ya kidunia. Walitoa sadaka na kuweka kila kitu miguuni pa mitume. Ninaweza kuendelea kusoma hapa mstari wa 34, sema hakuna aliyehitaji kitu kati yao, kwa maana wale waliokuwa na mashamba au nyumba wakiziuza walileta pesa zake na kuweka miguuni pa mitume. Basi kila mtu alipewa kadri ya hitaji lake. Basi ndugu, si kwamba walifanya matendo mema kwa hiari yao wenyewe.
waliuza mali ya zao na kuweka miguuni pa mitume, yaani kuwaacha mitume waweze kutumia kwa ajili ya kazi ya Bwana. Amen. Ndugu, leo asubuhi nilipendezwa na mtindo wa ndugu Amir. Alisimama hapa kuomba msamaha kwa sababu aliona kwamba ndugu waliotayarisha mifuko na kutoa hati ya kufanya ahadi ya kuwa washirika wa Injili hawakusema chochote kuhusu wawekezaji wa ufalme. Ndugu wanaomsaidia Emiri hapa katika walikuwa wamezingatia eneo la wasiwasi, kwamba pesa hazikutosha katika eneo hilo. Lakini Amir ana moyo sahihi. Anasema kanuni ya Mungu hapa ni kuuza kila kitu na kuweka miguuni pa mitume. Si kila mtu kujishughulisha na eneo lake pekee. Mungu atatoa bila shaka ikiwa tutaweka miguuni pa mitume kwa ajili ya kazi ya jumla, na Bwana atafanya kazi ya eneo kuwa sehemu ya kazi ya ujumla. Ikiwa mtu aliye mbele hawezi kuona vizuri, basi hapaswi kuwa mbele. Basi ndugu, kuwa na subira, kwa sababu Bwana anajua mambo yote. Lakini wapo moyo wako uko sawa, hakuna shida. Moyo wetu ndugu, si kila mtu akifikiri nafsi yake, eneo lake au kanisa lake. Tufikirie kuhusu maendeleo ya kazi ya jumla. Amen. Tufikirie ndugu, ikiwa hakuna maendeleo ya kazi ya jumla, bure tutapambana katika miji yetu, bure tutapambana katika maeneo yetu. Yote haya ni kwa ajili ya Bwana, kufanya injili ya ufalme ifikie kila mahali. Mimi niko hapa nikipambana huko Konesu. Kwa nini? Ili injili ya ufalme ifikie kila mahali. Maendeleo ya kazi huko Korea, mimi nina sehemu yake. Maendeleo ya kazi ya Japani, mimi nina sehemu yake. Nina wasiwasi kuhusu kutumia mamishonari huko, kuhusu kituo cha kazi huko Ulaya, kuhusu kituo cha kazi Marekani, kuhusu kituo cha kazi Afrika. Nina wasiwasi kuhusu kazi inayofanyika Afrika kwa kutumia mamishonari. Ndugu, moyo wetu unapaswa kuwa mkubwa kama wa Mungu. Amen. Na Mungu atatutunza mambo mengine. Amen. Au sio? Ushuhuda wa dada huyo kutoka Uholanzi ilitugusa sana. Amen. Ni jambo rahisi kuwa na moyo sahihi na moyo wa shauku ya kushiriki pia. Ndugu, angalia, kwa kufanya kazi ya usafi, kwa kufanya kazi ya uba, ndugu, kupambana kuwa na sehemu ya wawekezaji wa ufalme, na moyo wake unataka kushiriki katika sehemu tatu. Ndugu, hilo ni jambo la kusisimua. Na sisi ambao tunaweza kuwa na uwezo zaidi, hatuna moyo kama huo. Basi Bwana aweze kutumia kupitia chumba cha mwanga, ndugu, pia kututumia nguvu hii juu yetu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Basi asante kwa Bwana, mambo yanabadilika. Leo asubuhi niliona furaha hii ya ndugu Mauricio. Aliniambia hivi, sisi tunashangaa kweli kwa yote yaliyotokea mwanzoni mwa Matendo ya Mitume. Wao walikuwa kati ya umati walioamini, wakiwa na moyo mmoja na roho mmoja. Mambo ya kushangaza Mungu alifanya kwa njia yao, ndugu. Alafu Mauricio aliniambia, lakini kinachotokea leo kiko kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko yale yaliyoelezwa katika Matendo ya Mitume, na hii inatokea kati yetu, ndugu. Je, amshangai? Na kwa kiwango kikubwa zaidi inatokea katika kila mahali duniani. Amen. Sio tu katika Konesho,
au katika baadhi ya maeneo ya Brazil au Amerika Kusini, bali ndugu, hili linatokea kila mahali. Amen. Tunapokuwa hapa ndugu, tunafuatilia kinachotokea Korea, Japan na Afrika Kusini. Afrika Kusini ilikuwa na mkutano. Rodrigo alifika tu asubuhi hii. Idadi kubwa ya watu walienda kanisani Johannesburg. Lakini hili ni jambo gani linatokea? Jana tulipokuwa tukitangaza live, GPC ya Luanda, Angola ilikuwa ikishiriki pamoja na ndugu wa Kenya na Kongo. Amen. Ndugu, hili linatokea kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu chanzo kinachochochea ni kile kile. Amen. Neno ni lile lile. Kwa hivyo sio sisi tu hapa tunayo moyo moja na roho moja, bali hili linatokea katika nchi zote. Amen. Kwa hivyo hili ni jambo la kushangaza. Kwa hivyo ndugu, tufungue Matendo ya Mitume 4 mstari wa 22. Au tuseme tujadili kidogo kuhusu uponyaji wa mtu mlemavu. Tufungue sura ya 3 ya Matendo mstari 1. Petro na Yohana walipanda hekaluni kwa ajili ya sala kwa saa 9, na kulikuwa na mtu mlemavu tangu kuzaliwa, ambaye kila siku waliweka mlangoni wa hekalu uitwao Formosa kuomba sadaka kwa waliokuwa wakiingia. Alipowaona Petro na Yohana wakienda kuingia hekaluni, akaomba sadaka. Petro akaangalia pamoja na Yohana, akasema, tutazame. Akawatazama kwa makini, akitarajia kupata kitu, lakini Petro akamwambia, sina fedha wala dhahabu, lakini nacho ndicho nitakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazarethi, inuka utembee. Akamshika mkono wa kulia akamuinua, na mara miguu na vifundo vyake vikaimarika. Akiruka akaweka kusimama, akaanza kutembea, akaingia nao hekaluni, akipiga makofi na kumtukuza Mungu. Amen. Utukufu kwa Mungu. Hapa mbele yangu kuna watu wengi ambao ni madaktari ambao wako hapa, ndio? Kuna daktari hapa, daktari ambaye ni kichwa, alikuwa ananifunza mimi. Hawatakubali mimi niseme kitu ambacho sio sawa. Ni vipi mtu ambaye alikuwa ako mlemavu kutoka kuzaliwa kwake, ambaye hakuwa na mishipa, hakuwa na misuli, hakuwa nayo kabisa. Kwangu haya mambo hayawezekani. Alafu tunasoma kwamba alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 40. Kwa hivyo hakuwa na jambo lolote, ama hakuwa na kitu chochote cha kusimama. Na nyinyi madaktari hapa, najua hamwezi kubali niseme kitu ambacho si sawa. Kwa hivyo hangeweza kusimama, lakini alisimama na akaanza kuruka. Alisimama na akaanza kuruka. Anaruka juu. Mstari wa 9 na 10. Watu wote walimwona akitembea na kumtukuza Mungu, wakamtambua kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi mlangoni pa Formosa kuomba sadaka. Wakashangaa na kustaajabika kwa yaliyotoka. Wakati huo wakishikamana na Petro na
Hana, umati wote wakamkimbilia kwa mshangao kwenye ukumbi uitwao Suleimani, wakiwa wameshangaa. Ndugu, Wayahudi walitaka ishara, na kila wakati ishara inatokea, wanajua kuwa inatokea kwa sababu ni Mungu. Kwa hivyo Wayahudi wakashikamana na Petro na Yohana, wakamkimbilia kwao, wote wakiwa na mshangao. Petro alipowaona hili akawaambia watu, wana wa Israeli, mbona mnashangaa hili? Au mbona mnatutazama kana kwamba kwa nguvu zetu wenyewe au wamefanya huyu atembee? Mungu wa Abrahamu, Isaka, Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimkana mbele ya Pilato alipokuwa ameamua kumwacha. Ninyi mlimkana mtakatifu na mwenye haki, mkamwomba mtu muuaji aachiliwe. Nanyi mkamsulubisha Mwokozi wa uzima, ambaye ni Mungu alimfufua kutoka wafu, na sisi ni mashahidi wa hayo. Ndugu, angazieni ujasiri wa Petro na Yohana. Ujasiri gani wakilaumu na kuwahukumu Wayahudi kwa kumuua Yesu. Hii baadaye ikawa sababu ya mshtuko. Ninasema haya yote kwa ajili ya kufahamisha kwamba hii ilikuwa kama sufuria ya shinikizo. Ilikuwa ikijenga shinikizo. Hapo ndipo mstari wa 16 unakuja, kwa imani katika jina la Yesu Kristo, ndivyo jina hilo ilimfanya mtu huyu ambaye sasa mnaona na kumtambua kuwa na nguvu, na imani inayotokana na Yesu imempa afya kamili mbele ya macho yenu. Sasa ndugu, najua kwamba mlifanya hivyo kwa ujinga kama vile viongozi wenu walivyofanya, lakini Mungu alitimiza yale aliyoyatanguliza kinywani cha manabii wote, kwamba Kristo wake angekumbwa na mateso. Ingawa nyinyi mlikuwa na hatia kwa kifo cha Kristo, Mungu alikuwa amekabili mateso na kifo hicho. Basi tubuni sasa. Ni wakati wenu wa kutubu. Si tena wakati wa sheria ndugu, ni wakati wa neema. Ili nyinyi mshiriki katika wakati huu wa imani wa neema, jambo la kwanza ni kutubu. Basi tubuni na mgeuke ili dhambi zenu ziondolewe, na wakati wa faraja uje kutoka kwa Bwana, na atume Kristo aliyekuwa amekuwa tayari kwa ajili yenu, Yesu, ambaye mbinguni inabidi amemkubali mpaka wakati wa kurekebisha mambo yote ambayo Mungu alisema kinywani cha manabii wake watakatifu tangu zamani za kale. Kwa hakika Musa alisema, Bwana atawafanyieni miongoni mwa ndugu zenu nabii kama mimi, mtamsikiliza katika kila kitu atakachowaambia. Hii iko wapi katika Agano la Kale? Mnapaswa kufahamu kwenye Kumbukumbu la Torati 18. Kumbukumbu la Torati 18. Mungu anasema, nitamfanya nabii kama wewe, Musa, na kila asiyemsikiliza nitamhesabia. Basi kila nafsi isiyomsikiliza nabii huyo itakatwa kati ya watu. Na manabii wote kuanzia Samueli na wale waliotangulia pia walitangazia siku hizi. Ninyi ndio watoto wa manabii na wa agano ambayo Mungu alifanya na baba zenu, akisema kwa Abrahamu, katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Mungu alimfufua mtumishi wake akamtuma kwanza kwenu,
iliwabariki kwa kila mmoja kuacha maovu yake. Je, mmepata kitu chochote kinachostahimilika machoni yenu katika mafungu haya mawili niliyoyasoma? Kwa Abrahamu na uzao wake ambaye ni Kristo, Mungu aliahidi kwamba atabariki familia zote za dunia, sivyo? Warumi 3:1 inasema. Je, hamjui? Basi tusome. Ili baraka ya Abrahamu ifike kwa mataifa katika Kristo Yesu, ili kwa imani tupokeze Roho aliyoahidiwa, na kupitia Roho huyo Mungu atabariki familia zote za dunia. Inatokea kanisani, amen. Lakini kwanza kifungu cha 26 hamkuangalia vizuri. Mungu alimfufua mtumishi wake ili abariki familia zote za dunia. Lakini mara tu alipomfufua Yesu, alimtuma kwanza kwa nani? Kwa nyinyi kwanza, ili awabariki. Amen. Wayahudi walikuwa na fursa ya kupokea baraka hii kwanza, lakini wao wanapaswa kujua kwamba baraka hii siyo yao pekee. Baraka hii ingekwenda kwa familia zote za dunia. Lakini Wayahudi hawana dhana hii. Wanaamini kwamba kila kitu ni kwao pekee. Hata Petro alishangaa nyumbani kwa Kornelio wakati Roho Mtakatifu alitawanyika na kuwabatiza wale watu wa mataifa walioamini Bwana Yesu. Basi hakuna dhana kwamba hii ni kwa dunia nzima. Sasa ndugu, kwanza kwa upinzani ndio mada kuu. Kurudi kwenye kitabu cha Matendo kulikuwa kutuonyesha kwamba kwanza kulikuwa na mabadiliko ya wakati wa Mungu, na wale waliokuwa wakiongoza mabadiliko hayo hawakuwa tena kwenye mambo ya wakati wa sheria. Uone Petro na Yohana wakizungumza kuhusu sheria, tohara au Musa. Badala yake wakazungumza kuhusu kifo na ufufuo wa Kristo, na Roho Mtakatifu alikuwa akifanya kazi kwa nguvu kubwa, akimfanya mtu aliyeelemewa tangu kuzaliwa atembee. Je, unataka nguvu kubwa zaidi kuliko hii? Hakuna mtu anaweza kupinga kile Roho Mtakatifu anafanya. Basi kati ya viongozi wa Mayahudi kulitokea upinzani. Sura ya 4 fungu la 1, wakiongea bado kwa watu, makuhani, nahodha wa hekalu na Masadukayo walifika. Kwa kweli tuko na taasisi 3 tofauti hapa. Tufanye hivi, tuseme makuhani, nahodha wa hekalu na Masadukayo. Walikasirishwa kwa sababu wanafunzi walikuwa wakifundisha watu na kutangaza kufufuka kwa wafu kwa njia ya Yesu. Basi wakawakamata na kuwaweka gerezani hadi siku iliyofuata, kwa kuwa ilikuwa jioni. Lakini wengi kati ya wale waliosikia neno walikubali, na idadi ya wanaume ilikaribia kuwa 5,000. Katika mstari wa 5, waliwakamata Petro na Yohana wakaleta katika gerezani usiku ule. Kesho yake viongozi walikutana Yerusalemu. Na ni nani hawa viongozi? Ni wazee, waandishi wa sheria na kuhani mkuu.
pamoja na wote walio katika ukoo wa ukuhani mkuu. Kwa hivyo unaona taasisi mbalimbali hapa: makuhani, nahodha wa hekalu, Sadukayo, na sasa wazee, waandishi wa sheria na kuhani mkuu. Kuhani mkuu mmoja alikuwa akihudumu kwa mwaka, lakini kulikuwa na wengi walio tayari kuchukua nafasi yake. Wanaweza kuitwa mabadala. Ndugu, mnakumbuka niliposema kwamba tatizo linatokea mwanadamu anapopata nafasi ya madaraka. Mnakumbuka nilipoongea mambo haya wakati tulipokuwa Sao Paulo? Mnakumbuka nilizungumza neno la Kiingereza. Ninyi mnakumbuka neno ni establishment. Sawa? Angalau sio somo alilopoteza tena. Hakupoteza hili somo. Nilipeana fasiri. Nilipeana fasiri, au si mimi peke yangu, mnaweza kuangalia kamusi au hata Google. Ni kundi kinachotawala, inayodhibiti mamlaka katika jamii au shirika. Mara nyingi hii ni inayochaguliwa wenyewe na kujipenyeza katika taasisi mbalimbali zinazoshikilia mamlaka ili kudumisha mara zote urahisi na madaraka. Hii ndiyo ilikuwa tatizo la kukabili manabii waliposema kutoka kwa Mungu, kwa sababu mara nyingi maneno ya Mungu yanapinga ukusanyishaji wa mamlaka ya kibinadamu. Ndio maana waliwatesa manabii wote na wakamtesa Yesu. Nimesoma mstari huo Yohana sura ya 11. Hawakutaka kupoteza nafasi yao. Walikuwa wamejipenyesha katika taasisi mbalimbali. Waliotunza hekalu, makuhani, madhehebu ya Sadukayo na Farisayo, waandishi wa sheria, wazee, na hata kikundi kilichoandalishana kuchukua ukuhani mkuu. Kwa hivyo vikundi hivi vilivyodhibiti taasisi hizi zote kiliwaweka katika mamlaka, na mtu yeyote aliye katika mamlaka hataki mabadiliko. Na Mungu anaposema, mara nyingi ni mabadiliko, kwa sababu Mungu haishi kwenye mahali pale. Basi yeyote asiyetaka mabadiliko, ndugu, yuko kinyume na Mungu. Basi kia ni kwamba walipowasimamisha mbele yao, wakauliza, kwa mamlaka gani na kwa jina la nani mejenga jambo hili? Kwenye mstari wa 7 na 8, Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Ndugu, mitume wetu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Akawaambia, enyi viongozi wa watu na wazee, kwa kuwa leo tunaoulizwa kuhusu wema uliotendwa kwa mtu mgonjwa na jinsi alivyoponywa, basi ijulikane kwenu nyote na watu wote wa Israeli kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlisulubisha. Ndugu, hili ni jambo kubwa. Petro alikuwa akiwakumbusha kila wakati kwamba ninyi mlimsulubisha na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Kwa jina lake huyu amesimama mbele yenu akiwa mzima. Sasa jina la Yesu lina nguvu. Amina. Nguvu iko wapi kwenye jina la Yesu, ndugu? Kwenye kifo na ufufuo wake.
ukikanza kufuatilia mbali msalaba wa Kristo, hauna hii. Basi asante kwa Bwana kwa jina la Yesu alimsulubisha. Lakini Mungu alimfufua ndugu, na ndio ana nguvu ya kuponya. Huyo Yesu ni jiwe la pembeni. Sitasimama kwa muda mrefu kwenye mstari wa 13 unasema, walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua kwamba walikuwa watu wasio na elimu, hawakusoma vyuo vikuu, labda hawakumaliza hata shule ya msingi, wakastaajabika, wakatambua kwamba walikuwa wamekuwa pamoja na Yesu. Wakiwaona pamoja na yule mtu aliyeponya, hawakuwa na la kusema kinyume. Ushahidi ulikuwa wazi, mtu ameponywa. Wangesema nini kinyume? Basi wakawaamuru watoke kwenye Sanhedrini, wakajadiliana wenyewe kwa wenyewe, tufanye nini na hawa watu? Kwa maana wazoefu wote wanaoishi Yerusalemu wameona ishara dhahiri iliyotendwa nao, na hatuwezi kukana. Ndugu hawezi kukana mbele ya ishara. Lakini ili isienezwe zaidi kwa watu, tuwaogope wasizungumze tena kwa jina hili. Wakataka kuwazuia wasiseme tena kwa jina la Yesu huyu aliyefufuka, jina hili lenye nguvu. Lakini Petro na Yohana wakajibu kwa ujasiri, jameni, ikiwa ni haki mbele za Mungu kusikiliza ninyi kuliko Mungu, mwamueni, kwa maana hatuwezi kuacha kusema mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Mimi nasema mambo haya ya kuonyesha mambo ambayo yanakizana, kwa sababu ukisoma vile Yohana na Petro wanasema, jameni, ikiwa ni haki mbele za Mungu kusikiliza ninyi kuliko Mungu, mwamueni, kwa maana hatuwezi kuacha kusema mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Ndugu, sisi pia ni mashahidi wa yale yanayotokea. Je, wewe ni shahidi au la? Amina. Baada ya kuwaogopesha zaidi, wakaacha kwenda. Hawakuwa wamepata njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walifanyia Mungu sifa. Kwa maana yule mtu aliyeponywa alikuwa na zaidi ya miaka 40. Basi kuanzia hapo, ndugu kwenye mstari wa 23, baada ya kuwaogopa zaidi, wakawaacha kwenda. Hawakuwa wamepata njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa watu wote waliwafanyia Mungu sifa. Na wakisia hayo kwa moyo mmoja, wakainua sauti kwa Mungu na kusema, Bwana uliye mkuu, wewe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyo ndani yake, na Roho Mtakatifu, kwa kinywa cha Daudi mtumwa wako ulisema, kwa nini mataifa yalikasirika na watu wakafikiria mambo ya bure? Wafalme wa dunia walisimama na watawaka wamekutana pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya Kristo wake. Ndugu, mnajua kwamba hawa watawala wanaweza kushinikiza kanisa. Tayari wameonya Petro na Yohana, lakini wao wanaendelea kwa ujasiri wakidai kwamba wao ndio waliyemuua Yesu. Kwa jina la Yesu ndio mambo yanayotokea, uponyo wa miujiza unaotokea, na wao walikataza, lakini wanaendelea. Hata nguvu za polisi na wanaweza tumia lazima, hata nguvu ya kijeshi wanaweza kutumia, kila kitu walicho nacho, wakinyamazisha kanisa. Kwa hakika katika enzi za kati wengi walishikwa na waliuawa kwa upanga, kwa ukatili. Basi dhidi ya ukatili huo kanisa haliwezi kufanya chochote. Tuna jeshi
ambayo tunaweza pigana na wao, tutalipiza kwa kile kile. Tutawafundisha ndugu vita. Hatuna mambo kama hayo. Tutafanya nini? Tutafanya nini? Tutaangalia nani? Tutaangalia Mungu. Basi wakati kama huu tunamwomba nani? Tunamwomba Mungu. Katika shinikizo tunamwomba nani? Mungu. Hatuwezi kuwa na risasi, hatuwezi kuwa na silaha za kufyatua risasi. Hatuwezi fanya hivyo bila shaka ndugu, lakini tunamwomba Bwana. Bwana anaona mambo yote, anajua kinachofanyika. Hivyo ndivyo mtazamo wetu, mtazamo wa kanisa, kwa sababu Kristo ndio kichwa cha kanisa, ndio mkuu wetu wa mamlaka. Na inatufurahisha kwamba mistari hii walioitaja katika maombi yao iko katika Zaburi 2 na watuonyesha nini? Angalia Zaburi 3. Bwana Yesu, Zaburi 2 inahusu nini? Mstari wa kwa nini mataifa yalikasirika na watu wakafikiria mambo ya bure? Wafalme wa dunia walisimama na wanataka watawaka, wamekutana pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya Kristo wake, wakisema tuvunje vifungo vyake na tuachane na minyororo yake. Hiyo inamaanisha kwamba mataifa chini ya hasira ya adui, viongozi wa mataifa wanahamasishwa kujenga ama kujitenga na Mungu na Kristo. Mataifa yanahamasishwa na shetani kujiondoa kutoka kwa uhusiano wowote na Mungu na Kristo. Lakini kwa bahati mbaya, waliokuwemo katika hili ni viongozi wa Wayahudi, sio mataifa. Basi viongozi wa Wayahudi waliingizwa katika uasi huu dhidi ya Mungu na Kristo wake. Ndugu, ni jambo la kusikitisha kuzungumzia hili. Nitasoma mstari wa mwisho wa 29. Sasa, Bwana, tazama vitisho vyao, utupe watumwa wako na uwezo wa kuhubiri neno lako kwa ujasiri wote. Ndugu, hatutaki tu kudai Bwana tulipize kwa kile wanatutendea. Sisi tunataka tu uhuru wa kuhubiri Injili. Amen. Sisi tunaomba Bwana wetu atupe ujasiri wa kuhubiri Injili, kusema neno lako. Amen. Wakati unaonyosha mkono wako kufanya uponyo, ishara na maajabu kwa jina la mtumwa wako mtakatifu Yesu. Wakati wao waliposali, mahali walipokusanyika palitikisika, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na kwa ujasiri wakaanza kuhubiri neno la Mungu. Mungu wa mbinguni, kichwa cha kanisa, hakujalia kanisa silaha za vita, matanki, bunduki, makombora, bali alijalia kanisa nini? Roho Mtakatifu. Wote wajazwe na Roho Mtakatifu na wakaanza kufanya nini? Kwa ujasiri wakaanza kuhubiri neno la Mungu. Ndugu, silaha yetu ni neno, na anayetupa nguvu ya kuhubiri neno kwa ujasiri ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hivyo umati wa waamini ulikuwa mmoja kwa moyo na roho. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume ya sura 5 mstari wa 12. Ishara nyingi na maajabu yalifanyika miongoni mwa watu kwa mikono ya mitume. Wote walikuwa wakikusanyika kwa shauku moja kwenye ukumbi wa Suleimani. Wale wengine hakuna aliyedhubutu kujiunga nao, lakini watu waliwadhamini sana. Idadi ya waamini
wanaume na wanawake iliendelea kuongezeka wakiwa wameungana na Bwana. Ndugu, hii ndiyo wajibu wa Mungu kwa maombi ya kanisa. Ndugu, sio Mungu kuthibitisha mateso yangu, bali ni Mungu kunipa nguvu zaidi ya Roho kuhubiri Injili. Amen. Neno hili lina nguvu. Mwenye kufanya matendo ya ubatizo na kulisambaza kwa marafiki zako. Mungu hakupi bunduki, bali alikupatia neno la uzamishaji. Neno la uzamishaji ili uweze upatie ndugu wengine. Unaweza kupambana kwa kusambaza kwa marafiki zako. Amen. Unaweza kufikiria jinsi hilo litakavyopenya katika jamii. Wengi watapokea neno hili la uzamishaji, watafaidi kutoka kwa neno la Bwana. Hii ndiyo njia ya kuhubiri neno kwa ujasiri. Bwana Yesu. Tena waliwekwa gerezani. Sura ya 5 mstari wa 17. Kuhani mkuu wa wote waliokuwa pamoja naye, yani sekta ya Wasadukayo, wakawa na wivu, wakawakamata mitume na kuwaweka katika gereza la umma. Mitume wote waliwekwa gerezani, lakini usiku malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza, akawatoa nje na kuwaambia, nendeni, msimame hekaluni, mwahubirie watu maneno yote ya uzima huu. Amen. Ndugu, jibu letu kwa kila shinikizo na mateso ni kuhubiri Injili, kupeleka neno la uzima huu kwa watu. Haleluya. Hilo ndio tunahitaji zaidi, wahubiri zaidi, wafuasi zaidi, vijana zaidi, TCS, wanarika, watu wazima zaidi, ndugu na dada waliotiwa nguvu, ili tuweze kuhubiri neno kwa ujasiri. Amen. Waliposikia hayo asubuhi na mapema, waliingia hekaluni na kufundisha. Kuhani mkuu na wale waliokuwa pamoja naye walipokuja, waliita baraza la wazee na baraza lote la wana wa Israeli. Wakawatuma, wakawakamata gerezani. Lakini hawakuwa tena gerezani. Walipokwenda waliona gereza limefungwa kwa usalama na walinzi wamesimama kwenye milango, lakini walipofungua milango hawakuwakuta ndani. Walinzi wote walikuwepo, lakini hakuna aliyewaona wakitoka. Ndugu, hili ni jambo ambalo linawezekana na Mungu pekee. Wakati mkuu wa hekalu na makuhani wakuu waliposikia habari hizi, wakashangaa juu yao na juu ya yale yangekuwapo. Ndugu, huu ndio wakati mpya, wakati wa imani, wakati wa Roho, wakati wa neema. Ni wakati wa kanisa. Ndugu, unaweza kutegemea yote haya. Amen. Yote yanapatikana kwa kanisa. Una tank, una bunduki au silaha yoyote, lakini uko na Roho Mtakatifu. Amen. Una neno linalofanya miujiza. Wakati walipowaleta mbele ya baraza, kuhani mkuu aliwauliza, kwa hakika tunawaadhibu na tunawaamuru msifundishe jina hilo. Hata hivyo mmekuja kujaza Yerusalemu na mafundisho yenu, na mnataka kutupakiza damu ya mtu huyu. Yaani mlikuwa mnasikia kile kipigo, sivyo?
mnadai kwamba sisi ndio tulio na hatia ya damu ya Yesu. Basi Petro na mitume wengine wakasema ni lazima kumtii Mungu kuliko wanadamu. Yaani hawakuwa wakimtii mamlaka. Angalia ujasiri huo. Mungu wa baba zetu alifufua Yesu ambaye ninyi mlimuua kwa kumtundika msalabani. Mungu alimuinua kwa mkono wake wa kuume kuwa mkuu na Mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi ndio mashahidi wa mambo haya, na pia Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii. Yeye anayemtii imani, anayeamini ameingia katika agizo jipya, na yeye aliyeingia katika agano jipya Mungu amempa Roho Mtakatifu. Amina. Mungu amekabidhi Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, leo sisi kama kanisa tumepokea Roho Mtakatifu. Tuna Roho Mtakatifu upande wetu. Amina. Anaweza kufanya miujiza, anaweza kufanya mambo yote kwa uweza wake mkubwa. Amina. Na tunaweza kumtumia kwa neno. Sasa ndugu zangu, sura ya 6 ndio ninataka kufika nanyi. Kwa kweli nimeandika mambo mengi hapa, lakini sitaweza kuyasema yote. Basi sura ya 6, basi sura ya 6, kila kitu kilikwisha kukoma kwenye hadithi ya Stefano. Mnagundua kwamba nimewaambia jinsi kanisa ilivyokuwa likiishi chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu, likiendelea kudumu katika neno, katika ushirika, sivyo? Na Roho Mtakatifu alifanya kazi kubwa kati yao, akifanya miujiza, na mitume walikuwa na ujasiri wa kukabiliana na mamlaka iliyowakataza kuhubiri kwa jina la Yesu. Hawakuwa wakitii mamlaka kwa sababu walipaswa kumtii Mungu na kuendelea kuhubiri neno kwa uaminifu. Ndugu zangu, hii ilikuwa imekwama kwenye koo za mamlaka, na ilikuwa kama sufuria ya shinikizo ikiwa tayari kulipuka. Na walipofikia Stefano, walipata njia ya kutoa shinikizo hilo. Stefano katika sura ya 6 mstari wa 8 alikuwa amejaa neema na nguvu, akifanya miujiza na ishara kubwa kati ya watu. Lakini baadhi yao waliosimama kutoka kwenye sinagogi ya wale wa Kiebrania, wale wa Kierini, wale wa Aleksandria na wale wa Kilikia na Asia wakaanza kubishana na Stefano, wakishindwa kukabiliana na hekima na roho aliyokuwa akisema nayo. Kisha wakawashawishi watu wadai, tumemsikia mtu huyu akimtukana Musa na Mungu. Wakawashawishi watu na wazee na walimu wa sheria, wakamkamata Stefano, wakampeleka kwenye baraza la kuhukumu. Wakaleta mashahidi wa uongo, wakasema, mtu huyu haachi kusema maneno ya kukashifu mahali patakatifu na sheria, kwa maana tumesikia akisema kwamba Yesu wa Nazareti ataiharibu mahali hapa na kubadilisha mila ambayo Musa alitupa. Ndugu zangu, kilichokwama kwenye koo za mamlaka ni kwamba kanisa lilikuwa likihubiri si sheria ya Musa wala mambo ya agizo la sheria, bali lilikuwa likimtangaza Yesu, yule aliyezifutilia mbali. Na kwa uweza wote wa Roho Mtakatifu ulikuwa ukitenda kupitia kanisa. Hawakuweza kufanya chochote, lakini hii ilikuwa
inabadilisha mila ya taifa, na taifa la Israeli lilijengwa juu ya sheria. Wakati yatetereza misingi ya taifa ambalo misingi ni katiba yake, utaikabili taifa zima. Kwa hivyo wasiwasi wa kitaifa hili kiendelee kusimama, au wasiwasi wa kuwapa mamlaka waliokuwa madarakani kuendelea kuwa na mamlaka. Ndugu zangu, shinikizo hili la kuanzisha njia mpya ya maisha ambayo ni kanisa lilianza kusumbua na kuongezeka mpaka likafikia wakati wa kulipuka. Hapo mstari wa 15, wote waliokuwamo kwenye baraza la kuhani walimtazama Stefano na wakaona uso wake kama uso wa malaika. Kisha sura ya 7 ina hotuba yote ya Stefano. Kama bado hujaisoma, na kushauri uisome kwa makini na upendo. Utaona mwangaza mkubwa katika sura hii. Sina muda wa kuzungumzia haya, lakini ndugu, hajaanza na Musa bali kwa Abrahamu, akionyesha kwamba wito wa Mungu kwa Abrahamu ulikuwa juu kuliko ule wa Musa. Abrahamu alihalalishwa kwa sababu aliamini Mungu, na Mungu alimpa ahadi zote kwa kuwa baba wa imani. Musa alikuja kuwaongoza watu na kuwapa sheria katika kipindi fulani, mpaka atapokuja uzao wa ahadi aliyeahidi Abrahamu. Ndugu, pale uzao huu unapokuja, kipindi hiki kingebadilika na kingeingia katika kipindi kipya, kwa sababu Mungu hana nia ya kuendeleza Uyahudi tu, bali anataka kuanzisha kipindi kipya ili kitekeleze mapenzi yake, kuweka Kristo juu ya vitu vyote. Hata hivyo, viongozi wa Wayahudi hawakuelewa, na ndipo ulipotokea mzozo huu wote. Stefano anamalizia kwa kuwaambia, mnapozungumza sana kuhusu Musa na kuitukuza sheria aliyoleta, lakini wakati Mungu alipomtuma Musa kuwaambia watu neno la uzima, sura ya 7 mstari wa 38, nyinyi mkakataa kumsikiliza. Kwa nyakati zote baadaye, Mungu alitumia manabii kuwatangazia kuhusu kuja kwa Yesu, lakini nyinyi mliwakataa, mkawaua manabii, na mlikuwa mnamuua Yesu mwenyewe. Wakati huu ulipofika, aya ya 54, walipasuka na hasira, wakaanza kumkasirikia Stefano kwa nguvu zote. Ndugu, hii inamaanisha kwamba waliwahi kujaa hasira na kutaka kufanyia kanisa maovu. Ilifika kikomo na hasira ikazidi zaidi, na Stefano akiwa amejaa Roho Mtakatifu alitazama mbinguni na kuona utukufu wa Mungu, na Yesu akiwa amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu imefunguliwa na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hii inamaanisha, ndugu, kwamba katika kipindi hiki cha imani, mwana wa Mungu yuko katika kitendo, ingawa yuko mkono wa kuume wa Baba yamesimama. Ni wakati wake. Kanisa leo, Kristo anatawala, anaongoza na anatoa mwelekeo, lakini wao wakapiga kelele, wakafunika masikio yao, wakamshambulia Stefano kwa pamoja, wakamtupa nje ya mji na kumtoa mawe. Mashahidi waliweka mavazi yao miguuni mwa kijana mmoja aitwaye Saulo. Wakati kimpiga mawe, Stefano alikuwa anasali, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Kisha akapiga kelele kwa sauti kubwa, Bwana, siwahesabu dhambi hii. Baada ya kusema hayo, alilala kwa amani, na Saulo alikubali kifo chake. Siku hiyo mateso makubwa yalianza dhidi ya kanisa huko Yerusalemu.
na wanafunzi wote isipokuwa mitume walitawanyika katika sehemu ya Yudea na Samaria. Ndugu, kuanzia wakati huu historia ya kanisa la Yerusalemu ilianza kubadilika. Mateso haya yalikuwa makali sana, na ingawa kitabu cha Matendo ya Mitume kinairejelea kwa mstari mmoja tu, mateso yalizidi. Hayo yalikuwa ya kikatili na ya kusitikisha. Paulo mwenyewe asimulia, unaposoma Paulo anaposema, asimulia jinsi alivyowatesa waamini, akiwakamata wanaume na wanawake na kuwafungisha gerezani. Alikuwa na ruhusa ya kuhukumiwa kifo, kuwahukumu kifo, na alitoa kura yake kwa kuwaamuru wauawe. Kwa hivyo ndugu, mateso haya yalitokea kila mahali katika Yerusalemu, Yudea na hata Samaria. Walitesa kila mtu. Uthibitisho ni kwamba Paulo alipokuwa njiani kwenda Damasko, alikuwa na barua ya ruhusa ya kuwakamata wafuasi wa Yesu huko Syria. Yaani mateso yalikuwa yameenea zaidi. Alikuwa anaenda wapi? Syria. Syria inamaanisha kwamba yani mateso si Yudea peke yake, bali ni, kwa hivyo yalienda mbali sana mateso. Kwa hivyo ndugu, shinikizo lilizidi kuongezeka na wanafunzi walitawanyika, waliogopa, ingawaje wengine walikuwa wakitangaza Injili. Wengi walikuwa wamejaa uoga. Nitamalizia na kusema hivi: wote ambao walikuwa katika shinikizo la mateso, kulitokea kikundi ambacho kiliinuka, ambacho walikuwa tayari kumaliza, ambao walikuwa wanataka kutoa shinikizo hili. Na tutatoa haje katika Wagalatia 6:12. Wote mtaelewa. Katika Wagalatia 6:12, wote wanaotaka kujifurahisha kwa mwili, hao wanawalazimisha ninyi kutahiriwa, ili wasiwe wateswa kwa sababu ya msalaba wa Kristo. Je, umeelewa? Ni kati ya msalaba au mateso, unachagua nini? Ndio. Kama hutaki kuteswa, basi urudi kuhubiri tohara. Ndipo kulipozuka kikundi kati ya Wayahudi wa Yerusalemu waliokuwa wameamini, wakisema, tuirudie kuhubiri tohara ili mateso yetu yapungue. Wakaambia Petro, uongozi wako umeleta mateso makubwa kwa kanisa. Kwa hiyo ndugu, kulikuwa na mabadiliko. Hii ndiyo nilikuwa nataka mfahamu, kwamba historia ya kanisa la Yerusalemu haikuwa kama tulivyodhani awali. Sasa tunaelewa vyema kilichotokea. Tutaendelea katika somo lijalo. Amen.